Jana nilizungumzia issue ya beef la 50 Cent na T.I. Muhii, uongo mbaya. Katika wakati ambao 50 Cent ameingia, amegusa familia ambayo ni hatari. Inawezekana ni familia ya T.I. Inawezekana 50 Cent akawa anajilaumu kwa namna moja ama nyingine, lakini watu wengi wanajaribu kumpongeza 50 Cent kwamba ni mshikaji ambaye ni genius, kwa sababu anajaribu kutumia fan base za mastaa wote kwa ajili ya kukuza au kuendeleza kile anachokifanya. Ukiondoa hili beef lake na T.I, juzi ilitokea issue ya Jarul, mambo ya kina P Diddy, mambo ya kina Jay-Z na marapa wengine. Watu wengi nao wamemshtukia 50. Wanaamini mshikaji anajaribu kutumia ukubwa wa wasanii wengine ili kukuza aidha kampuni yake ya production au kufanya kupromote vile vitu anavyovifanya. Na mimi taanza kuelewa, kwa sababu jamaa karibia kila msanii anaingia naye beef. Mshikaji huwa kuna namna huwa anashinda, kwa sababu beef akiingia na msanii, yeye huwa analitumia kibiashara. Kwa mfano, baadhi ya documentaries ambazo amezitoa, lakini hii ya T.I nafikiri imeenda mbali, kwa sababu ameingia miguu yote na mtoto wake wa kiume na ameachia diss track kwa ajili ya 50. Tua Right One, T.I anajaribu kumzungumzia na kumdogosha 50 kwamba mshikaji ni muoga. Ni naamini 50 Cent ni mtu mdogo sana, ila kinachomkuza onekane ni jamaa fulani laogofya ni ule mwili wake. Anajifanya Tyson, lakini hawezi kumpita utafu mtoto wake, my son. Anaendelea kumchana kwamba yeye sio mtumiaji wa guns, wewe ni keyboard fighter. Yani 50 ni keyboard fighter, huwa hawezi kuingia kwenye vita, bali huwa akiingia kwenye beef, yeye huwa anatumia keyboard kuattack. Maana yake ni kwamba huwa anatumia social media. Utamdhalilisha huyu, utaposti hiki, utaandika hiki, utaandika hiki, utaposti hiki. Of course, hii ngoma inaitwa Right One, mshikaji T.I. So mshikaji ameongea vitu vingi sana kwenye diss track yake, nao wanasubiri kuona muuni 50 Cent atajibu nini. Ukiingia kwenye page ya 50 Cent bana, anajaribu kudhihaki kwamba you see what the cheater did. I don't know anamaanisha nini. Mess up her life, my food is important to me, you are not important to me no more. Yani hiyo ndo baada ya kutoa diss track, hii ndo kitu ambacho wamekuja kukiandika 50 Cent. Nafikiri hii ni anamjibu T.I, wewe sio mtu muhimu, kitu muhimu kwangu ni chakula. Umeelewa? Hii ndo post ya mwisho ya 50 Cent nafikiri kwa T.I. Then kuna clip moja amepost akimkejeli mtoto wa T.I, ameandika growing man's shit boy, then ikaweka clip 50 Cent anajaribu kumsemesha dogo, yani kama kumweleza labda madhaifu ya mzazi wake, then dogo anaitikia tu yani. Kwa 50 anajaribu, ndo maana T.I yeye amekwambia 50 Cent ni keyboard fighter, hawezi kuingia kwenye vita halisi, yeye anapambana mitandaoni. Then ikatumia kauli moja nzito, akamwambia snitch.